Waandishi wa habari, leo halmashauri yetu ya jiji la Arusha tumesaini mikopo kwa ajili ya vikundi vya akina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Na tumetoa zaidi ya shilingi bilioni 1.3 katika mtiririko ufuatao. Vikundi vya wanawake wako 48, vijana wako vikundi 16 na walemavu wako vikundi 6. Kwa upande wa kina mama tumetoa milioni 919.2. Lakini kwa vijana tumetoa milioni 325.5 na kwa makundi maalum haya ya walemavu tumetoa shilingi milioni 77. Sasa utaratibu wa mikopo hii unalenga, kwanza mikopo hii tunatoa bila riba. Ni mikopo ambayo haina riba kabisa. Ni mkopo ambao vikundi vinajiunga, vinapewa elimu ya mwezi moja, alafu vinakopa, na vikikopa vinaenda kufanya biashara zao. Baada ya biashara wanarudisha hela ya halmashauri ya jiji. Sasa pesa hizi ni katika matengo yale ya kisheria, ambako halmashauri ya jiji la Arusha katika mapato yake ya ndani huwa inakutenga shilingi 10% ya mapato yake ya ndani baada ya mapato lindwa kwenda kwenye vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuwapa mikopo. Lakini hali kadhalika tunatenga shilingi 10% tena kwa ajili ya barabara zetu kwenda TARURA. Na sasa hivi ninavyoongea, ndugu waandishi wa habari, tuna zaidi ya shilingi bilioni 7 zimebaki kwenye akaunti zetu, na bilioni 7 zimebaki kwa sababu imekosa wakopaji. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba inafika mahali watu hawataki kufuata taratibu na wanakosa vile vigezo vinavyotakiwa kwa ajili ya mtu kukopa mikopo kwenye halmashauri yetu. Kwa hiyo mimi niombe taratibu za kukopa, kupata hii mikopo ni rahisi sana. Unaenda kwenye ofisi ya mtendaji wa kata, pale utakutana na afisa maendeleo ya jamii, mta apply mkopo wenu na watakujazia hata fomu ile ya kujiunga na vikundi. Alafu michakato itaendelea kutoka ofisi za kata, zitaenda kwenye kamati ya wilaya, alafu itaenda kamati za uhakiki wa mikopo, baadaye mtapewa mikopo. Kwa hiyo mimi niombe, si jambo jema hata kidogo, wala sio jambo zuri kwa shilingi zaidi ya bilioni 7 kukosa watu wa kukopesha, ili hali changamoto za maisha mtaani ni kubwa. Kwa hiyo niwaombe wananchi wafuate utaratibu inapokuja swala la kuomba hii mikopo. Utaratibu wa kwanza ni kupata elimu. Lakini niombe pia, inapoonekana kuna watu ambao wanatumia ujanja wa kudanganya makundi haya kwamba bana, ukitaka mkopo pale nitakuunganisha. Mikopo hii haihitaji connection ya mtu yoyote. Unachotakiwa ni kwenda kwa ofisi ya mtendaji, watakupa maelezo yote ya namna gani mkopo unatakiwa uwe applied. Sasa hao wanaoambia watu mitaani kwamba wanaweza kuwasaidia, mimi niseme hao sio watu wa halmashauri ya jiji la Arusha, na hao ni watu wajanja ambao wanataka tu kutumia ignorance ya wananchi wetu kujipatia kipato kwa namna ambayo sio halali. Kwa hiyo niombe, mikopo hii, pesa hii bado iko kwenye akaunti, mikopo inaendelea kutolewa na dirisha linalofuata ya robo ya 3 ipo na robo ya 4 ipo. Lengo langu mimi kama meya wa jiji la Arusha ni kuona pesa zote hizi ambazo ziko kwenye akaunti za jiji ziende kwenye mifuko ya watu, ili watu wakafanye biashara, watu wakachochee uchumi wa mji wao, ili hali baadaye na maisha yao pia yawe bora. Kwa hiyo niwakaribisheni sana wananchi waendelee kujaza fomu kupitia ofisi zetu za kata, na tunatoa mkopo kuanzia kiwango cha chini sana milioni 5 hadi milioni 150 kwa wale wenye vigezo vinavyotakiwa. Na niombe, hakuna kona, hakuna ujanja. Vitu hivi viko very straight. Sasa nendeni kwenye ofisi zetu za kata, chukueni mikopo. Haiingii akilini bilioni zaidi ya 7 inabaki kwenye akaunti kwa sababu tu imekosa watu wenye vigezo vya kukopa hizi hela. Lakini kwa namna moja pia niwapongeze vikundi vya kina mama. Ukiangalia hapa vikundi vya kina mama, katika vikundi 70 vilivyopewa mkopo, wao wako vikundi 48. Kwa hiyo niwapongeze sana. Na hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba akina mama ni watu wanaotumia weledi mkubwa inapokuja swala la nidhamu ya pesa. Inafuatia na vikundi vya vijana ambao 16. Sasa vijana, niwaombe, huu ni muda wenu.
Sasa jitokezeni, acheni ujanja ili mkapate nini? Mkapate pesa, na mkipata pesa nendeni mkafanye biashara, sio unapata pesa ya mkopo unaenda kutafuta mchumba wa kumoa au kuolewa. Niombe hata na watu wenye makundi maalum haya wenzetu walemavu nao pia wajitokeze ili waweze kujitegemea. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana halmashauri ya jiji la Arusha, inafanya kazi kubwa, inawajali wananchi wake, na ninaamini Arusha yenye uchumi ulio shamiri inawezekana.